Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, washirika wote wa makanisa ya matawi, watazamaji wa GCN na watoto wote wa Mungu ambao mnafuata ibada hii na mahubiri haya. Ni somo la 52 katika simulizi kitabu cha Mwanzo. Adamu aliishi kwenye bustani ya Edeni akizaa vizazi vyake kwa miaka mingi isiyohesabika. Na akatawala bustani ya Edeni na dunia hii kwa mamlaka, hekima na nguvu alizopewa na Mungu. Na Adamu ilibidi apande ndege ili ashuke huku duniani. Ni kwa sababu kulikuwa na eneo ambapo wakati unasimama kati ya mbingu ya pili na ya kwanza. Na eneo hilo linaitwa buffer zone, eneo la kati katikati ya mbingu ya kwanza na ya pili. Na mbingu hizi ziko na tofauti ya mtiriko wa wakati. Wakati Adam alipita kwenye buffer zone, hakuhisi ile tofauti. Bila hiyo buffer zone, Adam ambaye alikuwa na mifupa na ngozi angeza kuhisi utofauti wa mbingu hizi vibaya sana. Ukisafiri kwa ndege hadi hapa kutoka pande zingine za dunia, utahisi uchovu wa safari kwa muda. Kama hakungekuwa na buffer zone kati ya mbingu hizi mbili, basi Adamu angeruka wakati wote, aidha kwenda duniani ama kurudi duniani, angehisi tofauti ya wakati moja kwa moja. Lakini wakati alipitia nafasi ambapo wakati umesimama, unaweza kuzoea mara moja mahali ulipo. Na zaidi ya hiyo, aliweza kuruka duniani mara moja kupitia nafasi hiyo. By the way, niliwaelezea mbeleni kwamba malaika katika mbingu ya tatu wanasafiri moja kwa moja hadi duniani kupitia sehemu hii ambapo wakati inasimama. Na kusema kweli, mpito wa wakati si kitu kwa wale ambao wako tu na roho bila mwili, kama vile malaika, shetani na ibilisi. Kwa hivyo, viumbe vya roho pekee hawahitaji kupitia nafasi ambapo wakati inasimama. Badala yake wanasafiri duniani kupitia vichochoro au mianya ya kupita ya kiroho. Kama vile tu kwenye maji kuna barabara ya meli na angani kuna barabara ya ndege, kuna barabara pia katika ulimwengu wa kiroho. Mara kwa mara roho wachafu na roho wa Mungu hukabiliana ana kwa ana katika barabara zile. Na pale ndipo kunakuwa na wakati wa vita vya kiroho vinazuka. Kwenye Danieli sura ya 10, 13 na 14, malaika mkuu Gabrieli alitokezea mbele ya Danieli na akaleta jibu la Mungu kwa Danieli. Inasoma, lakini mkuu wa ufalme wa Wajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia. Nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Ikisema yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, inamaanisha siku hizi ambapo tunaishi sisi leo. Na hapa mkuu wa ufalme wa Wajemi inamaanisha mfalme wa Wajemi, lakini bado inamaanisha roho chafu katika tafsiri ya kiroho. Roho hawa chafu walimzuia malaika mkuu Gabrieli alipokuwa barabarani akileta jibu. Wakati Danieli aliendelea na maombi kwa imani bila kubadilika, akajaza kiwango kinachofaa kulingana na haki, roho chafu hawangezuia tena malaika mkuu Gabrieli. Danieli aliomba kwa siku 21, na ndio maana alipokea msaada wa malaika mkuu Mikaeli katika vita vya kiroho, akashinda vita na kisha kashuka chini kwa jibu hili. Na maombi yako pia yatajibiwa kwa namna tofauti tofauti kulingana na maombi yako natoa aje mbele za Mungu, kwa upendo kiasi gani na imani kiasi gani. Maombi si ati ni kitu ya kulazimishwa ama ujilazimishe. Si kitu ambacho utafanya ukiwa na wasiwasi, watu watakuona aje, ukifikiria aje. Unafaa uombe kwa hiari yako. Uwe na tamaa ya kunena na Mungu Baba kwa moyo wako wote.
Si ati utafanya juu uko mchungaji, mtumishi wa Mungu, ama uko juu mfanyikazi utaomba. Maombi ni kitu nafanya kwa hiari yako, ndio utie nguvu uhusiano wako wewe na Mungu. Ndipo Mungu akatuma malaika mkuu Mikaeli na akashinda roho chafu. Unapoomba hivyo utashinda adui Ibilisi na nguvu zake ambazo zinakuzuia wewe usipokee majibu. Na kama maombi yako haina msimamo wala mwelekeo, unarudia tu maneno ovyo ovyo na ukiwa na mawazo tanga, basi adui Ibilisi atazuia maombi yako na haitafika mbinguni. Kwa hivyo maombi yako haifai kuzuiliwa. Lucifer na roho chafu wamekuwa kizuia kazi za Mungu kwa mamlaka za giza katika kipindi cha ukuzaji wa binadamu. Wakati kipimo kinachohitajika cha kupokea jibu itajazwa kulingana na haki, pale hawawezi kuzuia maombi yako hata. Kanuni ile ya kiroho inatumika hata wa leo. Na kama barabara yako ya kiroho iko wazi na iko pana kati yako we na Mungu, basi utapokea jibu hata uombe nini. Kama utatimiza mahitaji yote ya kupokea majibu kulingana na haki, adui Ibilisi na shetani hawatazuia maombi yako hata kidogo. Tayari nimeshawaelezea kuhusu masharti 7 ya kupokea majibu katika maombi, katika mahubiri ya roho 7. Nayo ni imani, furaha, maombi, kushukuru, kushikamana na sheria, yani kutunza sheria na amri za Mungu, uaminifu na upendo. Wakati mnaomba, unaweza unatoa tasura za watu wanaoomba. Utaweza kujua anaomba kwa imani ama anaomba kwa furaha. Utaweza kujua kama kweli unaamini na unaomba. Utakuwa mtu wa kushukuru, utasema asante, utashukuru. Na nini kitakufanya ushukuru? Juu unaamini ya kwamba tayari ushapokea jibu, ndio maana utashukuru. Lakini ukiomba kwa wasiwasi, ukiwa na ugumu ndani yako, ukiwazia hali yako, mazingira yako, majaribu na dhiki yako, basi si maombi ya imani. Haiko maombi ya shukran. Maombi ile hizi shusha majibu kutoka juu. Na zaidi ya hiyo, maombi ya kupokea majibu ni maombi ambayo tunaomba kwa uaminifu, tunaomba kwa upendo, na huku tukitia amri za Mungu. Na tena ukubwa na undani wa majibu itategemea kiwango chako cha imani. Wakati unajaza kiwango cha imani na maombi ambayo inafaa, jibu itashuka chini kupitia barabara ile ya kiroho. Ukatimiza mahitaji yote na kiwango kinachofaa cha maombi, hakika utapata majibu, hautakosa majibu. Na tafadhali muombe mkiamini ya kwamba tayari mumeshapokea. Na pale utaomba kwa furaha kwa sababu unaamini maombi yako yameshajibiwa. Naongeza pale uaminifu na upendo, na basi utaomba ambayo inatosheleza roho 7. Natumai ya kwamba mtatumia vizuri kanuni hii ya kiroho na mpokee majibu kwa chochote ambacho mtaomba. Kinyume na malaika ambao wako na roho peke yake, Adamu ambaye alikuwa kiumbe hai hangeweza kuruka na kuburuka, ilibidi apande ndege ili afike huku duniani. Nilisema ndege hiyo ndio ambayo inajulikana leo kama UFO, ambayo inaonekana mara mingi siku za leo. Hebu niwatambulishe ripoti moja ya ukopia.com ambayo ni tovuti ya habari iliyo Marekani. Idadi kubwa ya matukio ya kuona UFO imeripotiwa kote duniani, na jambo hili linatia wasiwasi wanasayansi wengi. Kwa nini wasiwasi wakiwazia kuhusu UFO? Kwa nini wasiwasi? Kusema kweli hakuna cha kukua wasiwasi pale, lakini watu wako na wasiwasi juu sasa washatambua uwepo wa UFO na ya kwamba teknolojia yao iko juu zaidi ya sayansi yetu. Ndio maana wako na wasiwasi. Ni wachache tu ndio waliona UFO kitambo, lakini kwa sasa ni tofauti. Hali imebadilika sana.
UFO wametokezea kwa macho ya mamia na maelfu ya watu, na ilikuwa haiwezekani kwa serikali kubuni hadithi. Ni kweli walitokezea. Tukio kubwa zaidi hadi sasa ilikuwa UFO ilionekana nchini China. Sasa kutokana na UFO hii, serikali ya China ilifunga uwanja wa ndege wa jiji kuu na wakapiga marufuku ndege zote kutua na kuruka. Na hadi sasa hawajaitoa maelezo masafi kuhusu kwa nini walifanya hivyo. Ni kweli ilikuwa vile uwanja wa ndege ulifungwa kwa sababu ya UFO kuonekana. Na masaa machache kabla uwanja wa ndege kufungwa, wananchi waliona vifaa vikubwa vinavyoangaza nuru na wakaogopa. Taifa lingine ni UK, Uingereza, ambapo UFO imetokezea mara mingi pia. Mji fulani ndani ya Uingereza, watu pale waliona UFO lenye umbo pembe tatu, triangular, likizunguka eneo fulani la makazi ya watu. Na UFO hii ilionekana pia kwenye anga la Ubelgiji, Belgium, 1990. Na wakati huo ndege za vita zilifanya mashambulizi ya haraka sana kutokana na umbo la ajabu la UFO hili. Na muungano wa UN kirasmi ikachagua balozi, ambassador wa viumbe vya ajabu wa UFO. Na huyu balozi wa UFO ndio alikuwa mtu wa kwanza awe anasalimia UFO wakifika duniani kwa mawazo yao. Mazlan Othman ni mwana astrofizikia wa Malaysia, ndio alifanyika balozi wa kwanza wa UFO katika muungano wa UN. Sasa vile unaona, uwepo wa UFO hauwezi kupingwa tena, kwa kweli zilikuwepo. Hata hivyo, watu ambao hawaamini uwepo wa UFO wanakataa kuamini, wakisema ya kwamba watu wanasema UFO zipo wamechanganyikiwa. Na hata ripoti mingi zimetolewa, hawaamini. Na kwa sababu watu wa dunia hawawezi kutambua UFO ni nini, ndio maana wanaita UFO, unidentified. Lakini sisi tunajua ni nini. Tunajua UFO, si tunajua ni nini, hatusemi ni unidentified. Tunajua ni ndege ambazo watu wa bustani Eden wanapanda ndio wafike duniani. Kwa hiyo ndege, Adamu alisafiri mara mingi sana huko duniani. Na kila mahali Adamu alikuwa nakuja, alikuwa napata pahali pazuri na nakaa pale. Pahali alipopenda zaidi ni eneo la mto Naili wa leo. Mto wa Naili inahusiana sana na mto Gihoni, mto wa pili kati ya mito mine duniani, ambayo maji yake yalitoka kule Edeni. Na muda mwingi baada ya kupita, mto ulioumbwa na Mungu wa Gihoni ulipatana na mito mingine midogo midogo na ikafanyika kuwa mto Naili. Na ukubwa wa mto huo ukawa kubwa zaidi na ukawa maridadi zaidi kwa kuonekana. Mto huu Naili ilikaa ya kupendeza sana machoni pa Adamu wakati huo. Urembo wa mto huu haikuwa mbali sana na muonekano wa mito kwenye bustani ya Eden, ndio maana Adam alitosheka na mto huu. Na sasa Adam akapenda sana kutembelea mto Naili wakati alikuja duniani. Ikawa ni kama nyumba ya likizo ya joto kwa Adamu. Ilikuwa ni sehemu ambapo Adam alikuwa anasimama na kupumzika kila wakati. Hasa mtu anaweza kuwa na swali kuhusu jambo hili. Na bustani ya Edeni ni sehemu bora zaidi kuliko dunia hii. Sasa kwa nini Adamu akapenda mto Naili duniani? Mtu anaweza jiuliza vile. By that time, wakati huo, dunia ilikuwa imedumishwa vile Mungu alikuwa ameumba. Kwa hivyo ilikuwa maridadi zaidi ya vile tunaona leo. Adam alipokea hisia mpya kutokana na dunia hii ambayo ilikuwa na tofauti na bustani ya Edeni. Na sana sana mto Naili ambao ulikuwa mkubwa na mzito ulivutia sana moyo wa Adamu. Na kando na hiyo, dunia ilikuwa nyumbani asili alikozaliwa mwili wa Adamu. Ni kwa sababu Mungu alimuumba Adam kutoka kwenye mavumbi ya ardhi hii. Na kwa sababu Adam alijua hiyo vizuri, alithamini na kupenda na kuheshimu sana dunia hii, hata kama alikuwa anaishi bustani ya Eden. Wengine wenu mliacha mashambani kwenyu, pahali mlizaliwa, na mmekuwa huku muda mrefu. Kwa sababu fulani, nyumbani kwako inaweza kukuletea hisia za amani na furaha.
Ukiwazia tu kwako nyumbani, unahisi amani na furaha fulani. Unahisi kana kwamba nyumbani kwako kutakukaribisha ukitembea wakati wowote. Sasa kwa Adam, dunia hii ilikuwa ni pahali ambapo alivutiwa sana kihisia. Ndio maana Adam alitembelea dunia mara mingi, akaitawala, akaitunza kwa mamlaka aliyopewa na Mungu. Sasa siku moja Adam akapanga kujenga jengo huku duniani kama kumbukumbu ya mamlaka yake. Alitaka kujenga jengo la kipekee ambalo lingeonyesha dunia eneo lake katika sehemu aliyopenda zaidi, eneo la mto Naili. Hata hivyo, mpango huu wake wa kujenga jengo hili hakuifanya mara moja. Ilikuwa ni kutokana na tukio moja kubwa lilitendeka kwenye bustani ya Edeni. Na tukio hilo nitawaelezea kwenye kipindi kijacho. Ndugu zangu wapendwa, kwa kutumia mamlaka na hekima alizopewa na Mungu, Adam alitawala na kutunza bustani ya Eden na dunia hii pia. Mungu alimwamrisha Adamu atiishe, amiliki na kutawala, na kisha akampa mamlaka ya kufanya hivyo. Alafu sasa ni Adam peke yake ndo aliendesha na kutawala eneo hili kubwa lote peke yake. Hata kiongozi wa kikundi kidogo anakuwa na shughuli mingi za kufanya. Ndio maana kuna idara tofauti tofauti ya kusaidia huyo kiongozi, na katika kila idara kunakuwa na wafanyakazi. Kwa hivyo si Adam pekee ndiye alikuwa na shughuli mingi ya kutawala. Mungu alimpa viumbe maalum ambao waliingiana na mamlaka yake, ndio kwamba wamsaidie yeye Adamu. Na hao walikuwa ni makerubi. Tayari nilishaelezea maelezo kwa ndani kuhusu kerubi kwenye somo la 15 la Ufunuo, lakini hebu niwaelezee kwa ufupi tu kwa sasa. Viumbe wa kiroho ambao Mungu anatawala wanaweza gawanyika kuwili. Kundi la kwanza ni malaika na kundi la pili ni makerubi. Malaika wanafanana na binadamu isipokuwa wako na mabawa. Na kinyume na malaika, makerubi mfano wao ni kama wanyama na wako na utofauti katika umbo. Kuna makerubi ambao wako na uso wa binadamu lakini mwili ni wa mnyama. Kule Ugiriki unaweza ona sanamu za wanyama ambao wako na sura za binadamu. Kama vile tu huku duniani kuna aina mingi ya wanyama, vile vile kuna aina tofauti ya makerubi. Inaonyesha jinsi gani Mungu ana uwezo wa kuumba viumbe mbalimbali. Tena inaonyesha jinsi gani nguvu za uumbaji wa Mungu hazina mwisho. Kwa maneno mengine, uwepo wa makerubi unaonyesha kwamba nguvu za Mungu Baba na uungu wake ni mkubwa na mpana sana. Hata kama malaika na makerubi wote wanatawaliwa na Mungu, lakini majukumu yao yako tofauti. Malaika kazi yao ni kuhudumia Mungu, kuimbia Mungu, kumsifu Mungu, kumchezea Mungu. Jukumu la malaika ni kutumikia Mungu, kumsifu Mungu, kuchezea Mungu, kutumikia watoto wa Mungu na kutunza makao katika ufalme wa mbinguni. Na zaidi ya hiyo, kila mtu amepewa malaika ambaye anarekodi matendo yake na maneno yake. Kwa hivyo maombi yenu yanasikilizwa na kurekodiwa na huyo malaika mmoja wako. Na tena siku zijazo kwako nyumbani mbinguni itadumishwa na malaika, na wanajiandaa wa kukaribisha siku zijazo. Wakati utafika mbinguni watakusalimia, na pengine atakuambia hivi, atakusalimia vizuri, akukaribishe, bwana wangu, nimekuandalia nyumba yako vizuri, maridadi na ni safi, karibu. Malaika atakukaribisha hivyo, wewe kama bwana wake na yeye kama mtumishi wako.
Na wakati utaenda kwa hiyo nyumba yako, vitu ambavyo ulitoa huku duniani mbele za Mungu na kumsifu Bwana, itageuka kama mapambo ya nyumba yako na zawadi zako, na itakuwa ni chanzo cha kujivunia kwako milele. Utajivunia milele. Utajivunia milele. Na kwa namna kama hiyo, malaika kwa sasa wanatunza vitu ambavyo ulipanda huku duniani mbele za Mungu, na utazipokea kama zawadi ukifika pale. Na kwa kulinganisha, makerubi jukumu lao kubwa ni ulinzi na kuzindikisha. Pia katika ulimwengu wa makerubi kuna vyeo na utaratibu. Kuna malaika wa ngazi, makerubi wa ngazi za juu sana, na kazi yao ni kulinda Mungu tatu mtakatifu. Hebu niwaelezee kuhusu malaika mara tena. Watoto wa Mungu wamepewa kila mmoja malaika mlinzi. Wanalinda na kutumikia watoto wa Mungu. Lakini hakika kuna Wakristo wengine ambao hawana malaika mlinzi, na ni Wakristo. Wakati unapokea Roho Mtakatifu, unapewa malaika mmoja. Mungu anakupa malaika mmoja akulinde wewe. Na kwa sababu wewe umefanyika mwana au binti wa Mungu, yani kumaanisha jina lako limerekodiwa kwenye kitabu cha uzima kwa habari zote. Uliokoka lini? Kwa kanisa gani? Nani alikusaidia ukaokoka? Yote imenakiliwa. Sasa juu imerekodiwa, pia itarekodiwa kwamba ulipokea Roho Mtakatifu. Na sasa umefanyika mwana au binti wa Mungu. Na pale ndipo malaika anashuka chini na anaanza kukutumikia wewe. Lakini kuna hali zingine, huyo malaika anakuacha wewe. Inawezekana kutendeka hata kwako. Kwa nini akuache? Ukifanya kazi za mwili ambayo ni kifo. Biblia inasema matendo ya mwili ni kifo. Sasa malaika wako mlinzi akikuacha, inamaanisha umejiachanisha na Mungu. Na malaika amekugeuzia mgongo, amekuacha. Na hata kama tayari unaendelea tu kuja kanisani, jina lako limefutwa kwenye kitabu cha uzima, kwa sababu umefanya kazi za mwili ambazo ni za mauti. Na kwa sababu kamwe hauko mtoto wa Mungu tena, basi malaika wako mlinzi inabidi akuache. Na katika hali kama hiyo, kamwe hautahisi ujazo wa Roho Mtakatifu, na adui ibilisi atatawala mawazo yako. Ni kwa sababu malaika mlinzi hayuko karibu na wewe. Hebu turudi nyuma katika maelezo ya makerubi. Makerubi pia wako na utaratibu na vyeo. Na kuna kerubi wa hali ya juu sana ambao ni viumbe wane wenye uhai ambao wanazindikisha Mungu tatu mtakatifu. Na kando na hao kuna makerubi wa ngazi za chini ambao kazi yao kubwa inakuwa ni ulinzi tu peke yake. Kuna rekodi ndani ya Biblia kuhusu kerubi wa kulinda bustani ya Edeni. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24 nasema, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Adamu alikula tunda la mti wa ujuzi wa wema na mabaya, na akakosa kutii Mungu, na basi akafukuzwa nje ya bustani ya Edeni. Baada ya Adamu kutenda dhambi, Mungu Baba akawafukuza nje ya bustani ya Edeni, na kisha akaweka makerubi walinde mashariki ya bustani ya Edeni. Nikiweza kuelezea kwa undani zaidi, hebu niwaelezee kwa undani zaidi. Mungu alifanya kerubi alinde barabara ya kuelekea kwenye mti wa uzima ambapo kuna tunda la uzima. Katika Biblia, rekodi kuhusu kerubi kwenye bustani ya Eden inatokezea baada ya Adamu kutenda dhambi, lakini makerubi walikuwepo hata hapo awali kwenye bustani ya Eden. Makerubi walizindikisha Adamu na kulinda bustani ya Eden, kazi mbili. Mashariki ya bustani ya Eden inapakana na eneo la giza.
Lucifer na roho wachafu kila wakati wanatafuta fursa ya kushawishi watu walioko ndani ya bustani ya Edeni. Ndio maana Mungu alituma makerubi kwenye bustani ya Eden wasaidie Adamu. Kwa sababu Adam peke yake angewezaje kulinda eneo kubwa lote? Eneo ambalo ni kubwa, pana, haina mwisho. Makerubi wengi walikuja kulinda bustani ya Eden na kulinda Adamu na kutimiza majukumu yote waliopewa na Mungu. Na zaidi ya hiyo, makerubi wengine walikuwa wanazindikisha Adamu popote alienda. Adamu alikuwa ndio kichwa, kiongozi aliyetawala bustani ya Eden na dunia nzima. Makerubi walitumwa ndio wazindikishe Adamu, na ilifaa sana na cheo na mamlaka ya Adamu. Kitambo wakati mfalme alikuwa anaenda palipopote, kulikuwa na watu wengi waliomzindikisha, walifuata mfalme. Na kama Qin Shi Huang wa China alienda palipopote, si tu maaskari wa kumzindikisha, hata wafanyikazi wake na umati mkubwa wa watu ulimfuata. Mulolongo wa watu ulikuwa mkubwa, mrefu sana. Kiti cha kifalme cha matembezi au gari la mfalme lilikuwa kubwa na la fahari, na hata askari waliomzindikiza mfalme walitoa ishara ya heshima na mamlaka ya hali ya juu sana. Sasa imagine mfalme anaendesha farasi akiwa peke yake. Si ataka mtu ovyo, mtu hana mamlaka. Vile vile heshima na utukufu wa mfalme ilikuwa tofauti, akizindikishwa na akikosa kuzindikishwa. Ndio maana Mungu akatuma makerubi wazindikisha Adamu. Juu alikuwa na mamlaka. Wakati Adamu alitembelea dunia hii, makerubi pia walimfuata wakamzindikisha. Tunaweza hisi jinsi gani Mungu alichukulia Adamu kwa njia maalum sana. Na namna hii ya Mungu Baba kuchukulia Adamu ya maana sana haikuishia tu hapo pekee. Alikuwa na zawadi nyingine maalum alipea Adamu. Mungu aliumba wanyama wengine ambao wanafanana na makerubi na akawapa kama zawadi kwa Adamu. Na hao wanyama ndio tunaita madinosari, dinosa. Wanyama wote na mimea wote walioumbwa duniani wanaweza patikana pia kwenye bustani ya Edeni. Lakini hawa madinosari wanapatikana tu ndani ya bustani ya Edeni peke yake, si duniani. Hawako duniani. Wakati Mungu aliumba wanyama na mimea duniani, alitumia udongo, mavumbi ya ardhi na maji ya ardhi hapa. Wakati Mungu alinena maneno kwa sauti yake, waliumbwa kulingana na michoro fulani. Katika kipindi kitakachokuja, tukifika sura ya 2 mstari wa 19, nitaelezea hatua ambayo Mungu alichukua alipoumba mimea na wanyama. By the way, madinosari hawakuumbwa huku duniani, waliumbwa na mavumbi ya bustani ya Edeni. Adam aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi hii hapa, lakini madinosari waliumbwa kutokana na mavumbi ya bustani ya Edeni, si ya huku duniani. Kwa hivyo madinosari ni aina ya wanyama maalum, waliumbwa kutokana na mavumbi ya bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni ni eneo la katikati, iko roho na mwili katikati. Kwa hivyo pale pia kuna mavumbi na maji kama duniani. Jiko katikati ya roho na mwili, katikati pale. Ndio maana gharika kuu ya Nuhu, maji yote yalimwagika kutoka bustani ya Edeni na yakafunika milima yote duniani. Kwa hivyo madinosari walioumbwa kutoka kwenye mavumbi ya bustani ya Eden walikuwa wanyama ambao pia walikuwa na mifupa na ngozi. Na kwa sababu waliumbwa kwa vifaa vya mbingu ya pili, viungo vyao na miundo yao ilikuwa tofauti sana na wanyama wa huku duniani. Mnapochunguza mabaki ya madinosari, mtapata ukweli mmoja wa kuvutia sana. Kulingana na utafiti wa mifupa yao, watu walipata kwamba muundo wa mifupa yao ilikuwa yenye nguvu sana, nzito sana. Huku duniani kuna wanyama aina mingi, wengi wakubwa, lakini si rahisi kupata mabaki yao.
Lakini kwa nini mabaki ya madinosauri yameenea kote duniani? Kote duniani. Kwa nini? Hiyo tu pekee unafaa ujiulize swali. Kama wanasayansi wa madinosauri na watafiti watasikia ujumbe huu, waiamini na wafanye utafiti tena, watakuja kudhibitisha kwamba utafiti wao wa kwanza kuhusu madinosauri ulikuwa ni upuzi na makosa mengi, ambacho mimi naelezea kina msingi imara na naweza dhibitisha. Madinosauri hawakuumbwa huko duniani, lakini kiasili waliumbwa kule kwenye bustani ya Eden, mbingu ya pili. Walikuwa kama wanyama wa kipenzi, pet, ambazo Mungu alipeana kwa Adamu. Dunia hii ni nafasi ya kimwili ambayo iko na vikomo, lakini bustani ya Eden ni nafasi haina mwisho, ni pana sana. Na ndio maana Mungu aliumba madinosauri wakubwa sana. Kwa hivyo, hata kama vitu vya bustani Eden vinafanana kwa umbo na kuonekana na zile za dunia, lakini kule ziko kubwa zaidi. Hata matunda, kule matunda ni makubwa. Kila kitu ni kikubwa. Na bila shaka Mungu aliumba aina mingi ya madinosauri kwa ukubwa tofauti na umbo tofauti. Kulikuwa na madinosauri wa ukubwa wa kawaida, lakini wengine wakubwa zaidi. Sura asili ya madinosauri ambayo Mungu aliumba ni tofauti sana na vile tunajua madinosauri leo. Kiasili madinosauri walikuwa warembo sana, wakupendeza sana. Lakini baada ya madinosauri kufukuzwa bustani Eden na wakashushwa duniani, walibadilika na wakawa wakutisha sana. Lucifer, kumbuka, alikuwa malaika mrembo zaidi kati ya malaika wote. Lakini wakati alilaaniwa, akatupwa kwenye mbingu ya pili, pale ambapo kuna nguvu zake, sura yake ikawa ya kutisha mbaya sana. Lakini kati ya madinosauri wote waliofukuzwa wakakuja duniani, kuna wengine ambao hawakuwa wamebadilika vile. Na ndio maana mabaki ya madinosauri wa rangi bado zinapatikana. Madinosauri wenye rangi ambao hawajabadilika vile, wako na rangi, bado wako na rangi. Na kuhusiana na hili, utafiti uliofanywa na wanasayansi wa Uingereza uliripotiwa kwenye gazeti za Handbook Ilbo na Chinese. Na utafiti huu unasema kwamba madinosauri wanajulikana kuwa tuna rangi ya kijivu, lakini mwanzoni haikusu walikuwa na muonekano wa kuvutia kwa rangi ya chungwa na nyeupe. Ndivyo ripoti inasema. Na zaidi ya hiyo, madinosauri kila wakati walikaa karibu na Adamu na walikuwa nampa Adamu furaha na raha kila wakati. Walicheza na Adamu na Adamu aliendesha mgongoni mwao akitembea hapa na pale. Wakati Adamu alikuwa anapanda madinosauri, alikuwa na raha na burudani tofauti kulinganisha na vile anapanda UFO. Michezo ya burudani ikiwa mingi na mbalimbali ndio mnafurahia zaidi. Wakati umepanda ndege ama gari ama farasi, kuna wengine wanapanda ng'ombe, wengine mbuzi, raha iko tofauti. Si ni raha kupanda mbuzi ama ng'ombe? Raha iko tofauti. Madinosauri pia si kutembea tu na Adamu, walikuwa naongea naye pia. Juu walikuwa wapole, watu rahisi kitabia. So walitii Adamu zaidi. Viumbe rahisi, watiifu, wapole. Hata hivyo, madinosauri hawakuwa na hekima ya kuelewa moyo wa Adamu. Hawakuwa na hiyo hekima. Walikuwa napendeza tu. Yani kupendeza tu, kufurahisha tu, raha tu. Lakini kuelewa moyo wa Adamu, hapana. Madinosauri walichukua muda mrefu na Adamu kwenye bustani ya Eden. Na ndio maana waliongezeka, idadi yao ikawa kubwa sana kule. Na kwa sababu bustani ya Eden ni kubwa na pana sana kuliko dunia hii, basi idadi yao kuongezeka haikuwa shida. Hata hivyo, kulikuwa na tukio moja lililotokea lililofanya madinosauri wote wafukuzwe warudi duniani. Hiyo nitawaelezea kwenye kipindi kijacho. Hebu nitamatishe ujumbe usiku wa leo
Katika somo la leo, kwanza nimewaelezea kuhusu vichochoro ama barabara katika ulimwengu wa kiroho za kuingia duniani. Wakati umetimiza hali fulani kulingana na haki, Mungu atakupa jibu kwa maombi kupitia barabara zile. Na tena nimewaelezea kuhusu sababu kwa nini Adam alitembelea dunia mara mingi, na nikawatajia ni sehemu gani alipenda zaidi duniani. Na sehemu alipenda si tupu na ya kukauka vile ilivyo leo, lakini wakati huo ilikuwa imefunikwa na misitu na ilikuwa maridadi sana. Wakati huo Adamu alipokuja na kurudi, bonde la mto Naili ilikuwa ya kupendeza sana na misitu ilikuwa mingi. Si vile leo tupu na kukauka. Mashariki ya Kati, Middle East, ni eneo la jangwa, lakini pale kuna mafuta mengi. Sasa aje mafuta yanazalishwa pale? Kuona tu mafuta pekee inaweza kukusaidia ujijazie, kumbe pale kitambo kulikuwa na misitu mingi. Si ndio? Na tena nimewaelezea kuhusu makerubi waliozindikisha Adamu na kulinda bustani ya Edeni. Nimewaelezea kidogo tu pia kuhusu madinosari ambao walipeana kama zawadi. Mungu alipeana kwa Adamu. Katika historia ya binadamu, hakuna mtu yeyote ameshawahi fikiria ama kujua siri hizi nzito za kiroho ambazo nimewatajia usiku wa leo. Hakuna na hakuna. Munasikiliza siri ambazo hakuna yeyote anaweza jua isipokuwa kama Mungu atawaelezea. Kwa hivyo itakuwa ni faida kubwa kwako kama utajua ulimwengu wa kiroho vizuri. Unajua ukiishi maisha ya imani huku unajua ulimwengu wa kiroho, hiyo ni anga zingine ya juu kuliko mtu anaishi tu maisha ya imani na ajui mambo ya kiroho. Na mambo haya mengi yatakuwa ni mafunzo kwenu. Natumai ya kwamba mtatamani sana mafundisho ya kitabu cha Mwanzo kila Ijumaa, na kwa haraka mtimize roho na roho kamili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Hallelujah, Almighty God, our loving Father. Please lay your hands on all believers who are receiving this prayer now. Show your works and transcend time and space on those who are receiving this prayer through GCN, internet, and satellite TV, in branch churches and the local sanctuaries, and all other children of God around the world. Give them the faith to believe from the heart to drive away negative thoughts and the doubt, all tests and trials. From head to toe, or organs, joints, nerves, tissues, and cells, whatever they seek, burn them with the fire of the Holy Spirit and the original light. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and the Satan, all disease, germs, and viruses and infirmities go away like calm. Please scorch all their incurable disease with the fire of the Holy Spirit. Drive away all endemic disease, including malaria. All infectious disease, including cold, flu, and fever, go away. Protect them from all kinds of germs and viruses. Heal them all of the stomach, lung, liver, breast, uterine, and the intestinal cancers, AIDS, leukemia, cerebral stroke, high and low blood pressure, diabetes, thyroid problem, and the heart, lung, and the women's disease, and all inflammations go away. Heal them of polio, stroke, arthritis, and herniated disc, back pain, headache, neuralgia, and all the pains disappear. Epilepsy, autism, depression, neurosis, and other mental diseases go away. All kinds of paralysis be loosened, get up, walk, and leap. Let the eyes see, let the ears hear, let the blind come see, the deaf hear, and the mute speak. Heal them of the after effect of all kinds of accidents, fix their broken bones. Restore them from burns. Let the heat and the burning sensation go away. Father, please have all skin be intact, be cleansed from all kinds of drug addictions, poisoning, and substance abuse. Dead nerves, tissues, and the cells be regenerated. Bring the dead back to the life.
Give them the blessing of the conception. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and the Satan and the ruler of the power of the air, the evil forces of the heavenly places, and the servant, go away. Go away, evil, unclean, first the deceitful spirit, and all forces of the darkness. Loosen the bonds of the weakness, darkness, go away. Light come. Father God, give them the strength to cry out in prayer and the power to cast off the sins and become sanctified. As their souls prosper, let all things go well with them and let their families be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters throughout this week and bless them to lead a prosperous life without any problems. With a fiery wall of the Holy Spirit, the heavenly hosts and angels, and with your blazing eyes, protect all your children, the family, workplace, business field. Please let students have a wisdom and smartness. Please do not let them lose their heart to the worldly things and let them love God more fervently. Whether your children eat or drink, and whatever they do, let them live a life glorifying to you, Father God. Let them be able to testify about the living God, saying, I have met and experienced God, and received His answers and the blessings. Father God, thank you. Be glorified alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen.